Karibu sana rafiki mpendwa na mtazamaji katika mfululizo wa mafundisho ambayo tunaendelea kutoa kwenye chaneli hii, Dira ya Matumaini. Mungu akubariki na akuonyeshe dira ya maisha yako, ili siku za mwisho wa safari yetu hapa chini, mimi na wewe tuweze kuokolewa. Jana tulikuwa na somo la pekee liloelezea kuhusu amri ya 7, usizini. Ninaamini kwamba ulibarikiwa, na la leo tena ninaamini kwamba tena utabarikiwa. Tuombe. Baba wetu na Mungu, asante kwa neema ambayo umetupa. Asante kwa yule mtazamaji, umbariki na umtakase, umtawale, mshimamie Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Amri ya 8 inasema usiibe. Mungu anatafuta mikono misafi na mioyo ambayo ni mwaminifu. Ndiyo hitaji kubwa la Mungu kwetu. Anahitaji moyo unaokuwa safi. Anahitaji moyo ambao umekuwa na uaminifu. Ndiyo maana Mungu anakuja na amri ya 8 katika kitabu cha Kutoka 20 aya yake ya 15. Mungu anasema usiibe. Amri hii ni amri ya 8. Wizi ulianza wapi? Jibu, wizi ulianza mbinguni. Katika kitabu cha Isaya 14 aya yake ya 13 na aya ya 14, tunaona hapa kiumbe kinachopatikana mbinguni, kati ya viumbe vya mbinguni, kiliingia katika moyo wake, iliingiza katika moyo wake tamaa na kutamani heshima ambayo wanampatia Mungu. Akatamani heshima hii na akapenda heshima hii iwe yake. Hapo ndipo tatizo linapoanza. Kuiba huanza mara zote ndani ya moyo. Kabla ya kuchukua mali ya watu, kabla mtu hajaanza pora mali ya watu, kabla hujaiba vitu vya watu, mizizi ya wizi ni tamaa. Namna wizi, tamaa ilipoanja moyoni mwa Lusifa, yule kiumbe aliyekuwa mbinguni, hivi ndivyo wizi unavyoanja moyoni. Unaanja kwa tamaa. Inaingia mizizi ya wizi ni tamaa, kutokuridhika, ubinafsi na kutokumwamini Mungu. Hivi vitu hivi vimesababisha watu wanakuwa wizi. Wengi wamekuwa wizi kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya kutokuridhika, kwa sababu ya moyo wa ubinafsi, kwa sababu ya kutokumwamini Mungu. Ndio maana wizi ikiwa ulianza mbinguni, na yule mwizi wa kwanza ametupwa kutoka mbinguni na kushushwa hapa chini, yeye anayekuwa na kolera, anakuwa na hasira kubwa. Usizanie wewe ambaye haupendi kujiweka mikononi mwa Mungu, wizi huu unaweza kuepuka. Ni vigumu, kwa sababu mizizi yake yanapoanza kuileta tamaa, unakataa kuridhika, unakuwa na moyo wa binafsi, unakuwa na moyo wa kutokumwamini Mungu, tatizo linaingia. Amri inatokea usiibe. Na wengi wanapotazama usiibe, hasa wale wasomi, ukitazamia usiibe amri hii katika mazingira ya wizi, unaweza jikuta wewe unayechukua Biblia, wewe si mwizi. Unaweza jikuta wewe unayekuwa katika ofisi, wewe si mwizi. Na utakuta gereza zimejaa wale wizi ambao wamekuwa katika mazingira ya wizi. Lakini wengi ambao ni wizi sasa, wizi wengi sana wanapatikana mtaani, wanapatikana makanisani, wanapatikana kwenye ofisi. Wale ambao wameingia kwenye gereza ni wachache kuliko wizi ambao wamebaki mjini. Ndio maana unapotafakari wizi, usiitazamie katika mazingira ya wizi tu. Mazingira ya wizi ni yule mtu ambaye ameshimama na kuenda kuiba mali ya watu, anaenda kubomoa nyumba ili abebe vitu, anaenda kubomoa nyumba ili abebe watu, anaenda kuiba vitu vya watu, anaiba mali ya watu, anaiba mbuzi, anaiba nyama ambazo zimefugwa na watu. Hao ni wizi.
na wanapatikana katika mazingira ya wizi, na wanaweza kukunaswa katika mjini, wanakamatwa mjini, utakuta wamepigwa mawe, wengine wanafunga mbuzi ambayo aliiba, anayemfungia mbuzi hiyo kwenye uso wake, kwenye kichwa, kwenye mgongo, wanasema ule ni mwizi. Kwa kweli ni mwizi. Na Mungu anaposema tusiibe kwa amri ya 8, anakataza kwenda kuiba mali ya watu, anakataza kwenda kuiba vitu vya watu, anakataza kwenda kuiba vitu ama watu. Usiibe hata mtu wa mtu. Hii umekuwa umekosea amri hii ya 8, usiibe. Lakini pia kuna neno uizi inaingia pia katika watu wanaoiba muda. Unakulia mtu muda kwa bure, unamwibia, unaiba, unakosa kwa amri ya 8. Wengi wamekosea kwa amri ya 8 kwa sababu ya kukula muda wa mtu bure. Umeita wafanyakazi wafanye kazi, wewe pale nyumbani unamfanyia mtu kazi muda wa mwaka, miaka 3, miaka 5, mfanya kazi hapo, na baada ya kazi ambazo wamezifanya, wewe kuliko kumlipa haki yake, wewe ni bosi, wewe ni tajiri, unamrudisha nyumbani. Inawezekana ni mtoto wa shangazi ama ni mtoto wa familia. Hiyo namna mlivyopatana aje atumike, umekula muda wake bure. Haukumpa kitu, haukumpa pesa, haukumnunulia tavadhi na chakula, umempa kwa shida. Wewe umekuwa mwizi. Mungu anaposema usiibe, anagusia pia wale wanaoita wafanyakazi, na anakataa kumlipa mshahara wake namna vilivyo. Hapo wewe umekuwa mwizi. Unaiba muda wa watu bure, unamtumikisha mtu bure bila kumlipa, bila hata kumtolea shukrani. Wewe umekuwa mwizi. Umeiba muda wa watu. Unaita pima kumuona wewe ni mtu wa ofisi, unaita watu waje kwenye baraza yako. Umeandika baraza itaanja sijui na saa 2, lakini wanapofika saa 2 baraza zinaenda anja saa 3, saa 4. Sasa baada ya kumaliza baraza yako kwa wakati, wewe unaenda kumaliza baraza vikao vyako usiku, na umesahau kwamba wale ambao umetumikisha, umewaita kwenye kikao, wana mipangilio ya kazi, wana mipangilio kwa ajili ya jamaa, wana mipangilio kwa ajili ya mambo yao. Epuka amri hii ya 8 isikugonge. Umekula muda wa watu bure. Pima kuona umeita watu watoke mahali mbali sana, wanapokuja kile ambacho wanakuja kusikia tu ni neno moja. Kwa nini haungeikamata simu yako, unawaita, unaandika ujumbe, unasema siku hizi tutumike tena hivi. Kuna vikao vingi ambavyo tunaharibu amri ya 8 kwa wakati tunapoita watu na tunashindwa kuwaambia vitu vya maana. Wewe ni mchungaji, wewe ni pasta, unatamani kuita kikao kikubwa ama semina kubwa, unaitisha watu waje. Kweli watu wanakuja, wanatumia pikipiki, magari, wanatumia mafuta, wanatumia pesa. Baada unapowaita kwenye kikao, baadaye sasa unawaambia vile ambavyo vilisababisha unawaita. Hauseme vitu vya maana. Unapoita watu waje kwako, jitahidi sana, umepanga vizuri, waambie vitu vya maana. Tunafanya nini kwa ajili ya kazi? Lakini unawaita, kuna maujumbe mengine yatume kwenye simu, mabaraza mengine yafanye kwenye simu, na ujumbe utapita. Acha kukulia watu muda. Kwa kukula muda wa watu unafanya kosa, unaharibu amri ya 8. Tujifunze kuchunga muda wa mtu na kuheshimu muda wa mwenzako. Wewe ni mama, umeona unafika kwa mama mwenzako, ametayarisha jembe lake ili aende shambani. Bahati mbaya wewe unapofika unaacha aingie nyumbani, akae muongee. Unapomkuta mwenzako iko katika kazi, acha afanye kwanza kazi, na baadaye utakuja unaleta mambo yako. Jifunze kuheshimu muda wa mwenzako, kwani unapokula muda wa mwenzako hapo unaiba, unakosa kwa amri hii ya 8. Mungu kasema usiibe, acha kula muda wa mtu bure. Mara ngapi na umeiba mtu na wewe unajiachia waibe muda wako bure? Tunaishi kwenye mazingira na wakati wa kutumikisha muda, kwani tusipotumikisha muda watatuibia muda.
Hii hapa kwa kuiba muda, wanapoiba muda wako ama unapopoteza muda wako bure, na wewe umekuwa mwizi. Muda ambao unakuwa nao ni wa Mungu, sio wako. Acha kupoteza muda wa Mungu bure. Mungu anaposema usiibe, kuna wengi wameibiwa muda. Unasema unatamani ulipwe bila kufanya kazi. Utalipwa nini? Mbona umekuwa mwizi? Hapo wote umeiba muda wa watu bure. Acha kuiba, uache wizi tafadhali. Kuna wengine wameiba sifa za wengine. Kuna wale wanafunzi shuleni, amefanya kazi, anatumika vizuri, lakini anapoona yeye hajui, ameona mwenzake ametumika vizuri, yanakuta kwamba amekosea, hajui. Utamkuta maandishi anakamata ya mwenzake na anayapelekea kwa mwalimu ili wajue kwamba yeye ndiye ameyafanya. Huo ni wizi. Hata kuiba, Mungu anakataza, amri ya 8, usiibe. Unakamata kitu, sifa za mwingine unazichukua kama zako. Acha wizi. Kuna wengi tunawaona hata katika kazi ya kitumishi. Unamkuta yeye mchungaji, ana wachungaji wengine wanaofanya kazi pamoja naye. Unamkuta yeye anafanya kazi ya uchungaji kwenye shule, yule ametumika sana. Sasa wewe umefanya kazi sijui kwenye district, sijui kwenye nini. Sasa ule anayefanya kazi kwenye shule anaenda tumika sana kiasi kwamba yeye anasababisha ripoti yako ipande vizuri. Andika ripoti yako binafsi, hata kuandika ya mwingine. Umefanya wizi. Wizi unaingia hapo. Usikamate sifa za mwenzako unazichukua kama zako. Kila mtu siku Yesu anakuja atachukua mzigo wake mwenyewe, na ujifunze kuchukua mzigo wako unapoishi. Acha kuchukua mzigo wa mwingine. Sifa za mwingine ni zake, sio zako. Unafanya wizi ukichukua sifa za mwingine. Sema, ambia wale ambao unawaambia, wanaokuona, sema hiki ninachokifanya si changu, ni cha mwenzangu ambaye amekiweza. Mara ngapi waimbaji kanisani mnamwimbia Mungu, tena na wizi unaonekana. Acha kuchukua sifa za mwingine kama zako. Hii unafanya wizi. Unakuta kuna wengi wanaiba mioyo ya watu, kuvunja ndoa na kuingilia uhusiano wa wengine. Unaiba ndoa za watu, moyo wa watu umeuiba. Unamkuta mume anampenda mke wake sana. Sasa wewe dada, uwe mama, umekuwa kama kimada chake kwa ajili ya kuharibu ndoa ya mwingine. Acha tabia hiyo. Wizi Mungu akaukataa. Anasema usiibe. Anataka uwe mwaminifu kwa wenzako. Acha kuharibu ndoa za watu. Umeiba mume wa watu, umeiba mama. Na wizi wasipotubu Mungu hatawasamehe. Wizi ni kitu ambacho Mungu anakikataa kwa ajili ya usafi wa moyo wako, kwa ajili ya wokovu wako. Mungu anasema usiibe. Mara ngapi umeiba ndoa za watu? Umevunja ndoa za watu, umeingilia uhusiano wa watu. Mbona umekuwa mwizi? Kuna wengi anapokuwa hata katika biashara wanaoiba vitu. Mazingira leo tunayoishi ni mazingira yenye utata sana kuliko mazingira ambazo miaka ambayo imeisha. Leo upande wote vita vinatokea. Kiangalia, tunaishi katika mazingira ambayo imechafuka leo. Hapa kwetu ambako tunapatikana Beni leo, utakuta tunapoenda sokoni, unajikuta watu wanakuwa katika wasiwasi. Wakimbizi ni wengi. Hata ukipata bahati mbaya unaenda kwenye uwanja wa wafu, unapofika huku unaweza kuta watu zaidi ya 10 wanapoenda kuzikwa. Utakuta katika 10 wanaozikwa kuna 8 ambao wamekatwa na mabandia huko porini, mashambani. Na unakuta watu wanapokusanyika wengi mjini, mazingira inakuwa mabaya na magumu, kwa sababu pesa inapunguka, haitazunguka sana, na uaminifu wanakuwa wachache. Ndio utakuta mama anapokuwa kwenye biashara yake, akiona mtu ni mgeni atapandisha biashara. Anataka kuja kununua, anamuuliza kile kitabu ama kikwembe kile ni ngapi, ama hiyo vazi ni ngapi. Atamwambia kama vazi ilikuwa inanunuliwa katika $10, yeye atasema dola ni 20. Unakuta kwamba wizi unamfata mama hata sokoni, katika duka lake.
wizi umemfata mama katika mafiga yake, wizi unamfata mchungaji katika ofisi, hata wizi unamfata mchungaji katika mimbari. Yeye yuko pale anahubiri neno la Mungu, lakini wizi unaingia. Na wizi wa mwisho ambao watu wanauingilia, watu wanamwibia Mungu. Wizi, watu wanamwibia Mungu. Mungu ametupa vitu vyote kwa neema. Ukisoma Malaki 3 aya 8, Mungu anasema, je, mwanadamu anaweza kumwibia Mungu? Na yeye mwenyewe anajibu, ndio, mwaniibia kwa kutokutoa zaka na sadaka. Uaminifu wa wengi unazidi kupunguka. Katika swala la zaka na sadaka, wizi wamekuwa wengi. Mungu anaposema usiibe, Mungu anaposema tusiibe, anatuingia mpaka uaminifu kwetu sisi, na Mungu anaingilia uaminifu wetu pamoja na majirani. Anaingilia uaminifu wetu sisi katika ndoa, anaingia katika uaminifu wetu pamoja na watoto wetu, anaingilia uaminifu wetu pamoja na wanaotuzunguka. Chunga sana jambo hilo, uaminifu, utaokolewa. Mungu atubariki na atufundishe zaidi kwa jina la